Katika siku zake za mwisho kabla ya kuondoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba na kwenda kujiunga na Raja Casablanca ya Morocco, kocha Fadlu Davids yale aliyoyasema kuhusiana na kikosi alichokuwa kikiongoza cha Simba ni pamoja na changamoto ya kutokuwa na X factor player, ndiyo mchezaji mwenye cha ziada, kwamba mbinu za timu zinapokumbana na changamoto katika mechi yoyote ile, basi huyu mchezaji anaitwa X factor player, mchezaji mwenye cha ziada, anafanya yake kwa uwezo wake binafsi ili kuipa timu mafanikio. Sasa Fadlu Davids alikaririwa akisema kwamba anayo changamoto ya kutokuwa na X factor player, wana mchezaji wa kufanya cha ziada pale ambapo timu inakuwa imeshikwa kimbinu na wapinzani. Lakini wakati huu wa dirisha dogo la usajili, wekundu wa Msimbazi Simba management yao iliingia sokoni na kuleta nyota kadhaa wenye uwezo mkubwa, na miongoni mwao ameonekana kana kwamba mpaka sasa kwa mechi chache alizoitumikia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba tangu ajiunge wakati wa dirisha dogo, yeye anaonekana kuwa na sifa hizi za kuwa X factor player, kwa maana ya mchezaji mwenye kufanya cha ziada, kurahisisha kazi, kurahisisha mwenendo wa timu yake ili ipate matokeo hata pale inapokabiliana mechi ngumu. Huyu ni Anicet Oura, mchezaji wa kimataifa wa Ivory Coast ambaye ni miongoni mwa wale waliosajiliwa wakati wa dirisha dogo la usajili, na mara moja amejikita kwa haraka katika nyoyo za mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na namna anavyocheza uwanjani. Ndiyo, humkuti katika idadi kubwa ya mabao ya kufunga kwa sababu yeye ni kiungo ushambuliaji kitokea pembeni, lakini amekuwa fundi sana kuvuruga mfumo wa kiulinzi wa timu pinzani kwa uwezo wake wa kupiga chenga, kasi na kutoa pasi ambazo mwisho wa siku huwaletea madhara wapinzani. Anicet Oura amekuwa kwenye kiwango kizuri tangu atue, na wala haikushangaza hata kidogo kumwona yeye ni miongoni mwa wachezaji watano walionunuliwa magari ya kutembelea na kukabidhiwa akiwa pamoja na Libase Geye, Jospin Luemba, Jibo, katika kuhakikisha Simba inaendelea kufanya vizuri. Anicet Oura kwenye mfumo wa Simba wa kocha Steve Becker, mara nyingi baada ya golikipa huwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Yeye huwa katika hawa viungo watatu ushambuliaji, akitokea zaidi upande wa kushoto kama inverted winger, kwa sababu goli lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Anicet Oura huwa anaingia ndani na kufanya majaribio ya kufunga. Anicet Oura wakati mwingine huonekana akitokea upande wa kulia, wakati mwingine huoperate hutokea eneo la kati. Kasi, uwezo wa kupiga chenga ni miongoni mwa silaha zake ambazo hufanya Simba ifungue kirahisi ukuta wa timu pinzani katika baadhi ya michezo, akishirikiana vyema na wenzake kina Libase Geye anayetokea upande wa kulia, Jospin Luemba anayetokea eneo la kati, Cletus Chota Chama wakiungana na washambuliaji wao akiwemo Selemani Mwalimu. Anicet Oura katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa amecheza mechi 4. Yes, dakika alizocheza ni 360. Kwa maana nyingine amecheza dakika zote uwanjani. Anicet Oura ameifanya Simba iwe tishio zaidi hivi sasa baada ya usajili wa dirisha dogo kulinganisha na ilivyokuwa hapo awali. Hata kwa kuonekana tu uwanjani namna wanavyocheza wamekuwa na tishio zaidi, na ndio maana ishangazi kuona hivi sasa Simba ndio timu inayoongoza kufika zaidi kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga, ikiwa imepiga mashuti 135 mpaka sasa. Kasoro yao tu ni uwezo wa kubadilisha hizo nafasi kuwa mabao, nafasi ambazo watengenezaji wake ni pamoja na Anicet Oura, kwa sababu ikiwa imepiga mashuti 135, Simba mabao yaliyofunga mpaka sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara baada ya kucheza mechi 12 ni mabao 18, imeruhusu mabao 4. Kwa lugha nyingine haijitendei haki yenyewe, kwa sababu mabao 18 baada ya kupiga mashuti 135 kizidisha kwa 100 unapata goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao wa around 13%, kiwango ambacho ni cha chini, kwa sababu wangekiongeza katika kubadilisha nafasi kwa mabao huenda Simba wangekuwa na mabao mengi zaidi. Hata hivyo mabao haya 18 yanafanya Simba iwe timu ya pili kwa kufunga mabao mengi zaidi, kama ilivyokuwa kwa Azam, JKT Tanzania, Pamba Jiji, maana wote nao wana mabao 18. Vinara ni watani za wajadi Yanga wenye mabao 30, lakini Yanga wamepiga mashuti 89 tu ukilinganisha na Simba. Ni dhahiri kwamba Yanga wanajitendea haki kwa sababu kupiga mashuti haya wamefunga mabao 30. Kwa hiyo Simba miongoni mwa silaha zake katika kutengeneza nafasi nyingi kiasi cha kupiga mashuti yote haya katika mechi 12 ni pamoja na Anicet Oura ambaye namna anavyocheza
kutoa fursa kwa wenzake kufanya majaribio ya kufunga, yeye akitokea pembeni. Lakini pale alipojaribu mwenyewe kwenye mechi hizi 4 kwenye dakika 360 amepiga mashuti 4 mpaka sasa. Kati ya hayo mashuti 3 yamelenga shabaha, lakini bado hajafunga. Lakini ameshatoa asisti 1 mpaka sasa. Anicet Ura akiwa miongoni mwa wachezaji ambao akiwa kwenye kiwango chake bora uwanjani amekuwa kivutio kwa mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa wafuatiliaji wa mpira wa miguu, na hasa uwezo wake wa kupiga chenga na kufanya maamuzi akiwa hahitaji umbali mrefu sana. Yaani anaweza kawa karibu tu na walinzi wa timu pinzani akawachachafya na bado mpira akaendelea kuutunza na kuwapasia wenzake. Anicet Ura amekuwa kwenye kiwango bora sana. Kwenye kombe la shirikisho la benki ya CRDB, mechi walioshinda mabao 2-0 dhidi ya B19, timu iliyokuwa ikizuia zaidi kwenye kipindi cha pili, alipokuja kuingia Anicet Ura alichangia mno kuwavuruga zaidi na akatengeneza bao la pili lilofanywa washinde 2-2. Kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika inafahamika wazi, yeye miongoni mwa mechi alizocheza na kuonyesha kiwango bora ni katika mechi ambayo aliingia dakika ya 51 kwenye mechi dhidi ya Petro Atletico ya Angola kule nchini Angola. Simba wakiwa pungufu, yeye aliingia na Ino Jospin Loemba, lakini walipoingia wakabadilisha mwenendo. Simba wakasawazisha bao ambalo ni yeye aliliweka wavuni, wakiwa wameshirikiana yeye, Ino Jospin Loemba pamoja na Selemani Mwalimu katika kuhakikisha wanapata bao ambalo liliwafanya wapate sare ya ugenini. Maana wakati wakiingia walikuwa nyuma kwa bao 1-0, wakati wakiingia Simba walikuwa pungufu baada ya Shomari Kapombe kuonyeshwa kadi nyekundu kwenye kipindi cha kwanza kuelekea mwishoni dakika ya 45. Anicet Ura amekuwa kwenye kiwango bora. Je, akiendelea hivi Simba itatimiza mipango yake ya kutoa taji la ligi kuu Tanzania bara ambalo wamelikosa kwa misimu 4 mfululizo? Vipi kuhusu kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo kwa misimu 4 mfululizo limeangukia kwa watani za jadi Yanga? Ni dhahiri kwamba Anicet Ura na wenzake akina Libase Geye, Cletus Chota Chama, Nixon Kibabage, Selemani Mwalimu, Ino Jospin Loemba na wengineo watapaswa kuendeleza kiwango bora kama anachokionyesha yeye Anicet Ura, ili Simba ipiganie mataji hayo ambayo imeyakosa kwa misimu 4 mfululizo. Je, wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level una maoni gani kuhusiana na vile unavyomuona Anicet Ura? Ni X Factor player ama? Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.